na nasihi kwa kila atakayekuoa au kuolewa, atake kujua ndoa ni nini, ndoa yataka nini, ndoa waingia vipi na waishi vipi na watoka vipi. Naam. Tuna matatizo, hatujui namna ya kuingia kwenye ndoa. Ndio. Na tuna matatizo, hatujui namna ya kuishi kwenye ndoa. Naam. Na tuna matatizo, hatujui namna ya kutoka kwenye ndoa kivipi. Ni wengi leo waingia kwenye ndoa kwa kuozeshwa, lakini lau ukamuuliza process ya kuingia kwenye ndoa ni vipi, hajui ile process yafanywa vipi. Hajui kwenye ndoa atakiwa aishi vipi. Vile atakavyokupambana nako huko ndivyo hivyo. Na dalili kwamba utakuta wengi katika sisi tuko ndani ya ndoa, lakini kila mmoja aishi kivyake. Kwa nini? Kitu ni kimoja, lakini kila mmoja aishi kivyake katika kitu hicho. Ndio. Kadhalika namna ya kutoka. Mtu sengine kwambia, ina maana hivi mimi na mke wangu tushaachana. Mke naye kwambia, ina maana mimi na mume wangu hivi, ina maana ashaniacha. Mke hajui huachwa vipi na mume hajui huacha vipi. Ndio. Sababu hatukuisoma ndoa kabisa. Kwa hiyo kuna umuhimu jamanini, tuisomeni ndoa ili tupate kuijua. Ndio watu al-ihsan wakafikiria kuwekea kipindi kama hichi, na sikuwa walinichagua mimi, nilikosekana, waliwakosa wawatakao wakanipata mimi kabisa. Waarabu wanasema idha fuqida al-malihu falqabihu malihu. Kukikosekana kizuri hata kile kiovu huwa kizuri. Naam. Na wengine wakwambia tazi kizima wanawake wote wa wazuri. Ina maana fiche hiyo nayo. Ina maana fiche. Naam, ustadhi, tukiingia katika masuala kulingana